Kama vile mmeona kwa hiyo title nimeweka hapo kwa hiyo live, nimeandika, let me see how I've written. Yani, you don't need to be perfect ndio ukue inspiration to others. People can learn through your imperfection. Unaona, si lazima uwe mkamilifu ama uwe sawa ndio watu wapate kujifunza kutokana na wewe. Watu pia wanaweza kujifunza kutokana na makosa yako. Na nimekuja kuongea hivi kwa sababu ya watu wale wanakuwa, kuna watu siku hizi wanaongea mbaya about marriages. Kama marriage yako haija work, sio kusema ya watu wengine haita work. Kama marriage yako ilikupeleka vibaya, sio kusema ya wadogo zako itawapeleka vibaya. So women, especially women, ndio wako na hii tabia ya kudiscourage watu wengine about marriages. Unaona watu wanaandika, na kama uko hapa unaweza ukasalimiana tu ukiweka comment yako. Unaona watu wanaandika, wanakuja kwa FB, wanakuja live, mtu anaanza kuongea marriage is a scam, marriage sijui nini, oh marriage. Yeah, some marriages are not working, and they are not working kwa sababu ya various reasons, unaona. But sio marriage zote ambazo hazi work, na sio marriage zote ambazo ni scam. Ina depend na vile wewe uliingia kwa hiyo marriage. Kama uliingia kwa hiyo marriage kama biashara, definitely it won't work. Wakati pesa zitaisha, hiyo marriage itavunjika. Kama uliingia kwa hiyo marriage ukiongozwa na mwongozo wa mapenzi, definitely that marriage will work. Na kama ulikuwa umejitayarisha kwa kuwa na marriage ama kuhave a home, it will work. But kama unaingia kwa marriage kwa ile dhana ya wacha nijaribu, kawaida majaribu, anything you want to try lazima itakuwa na vipingamizi hapa na pale. Na if you're not strong, hautaweza kumaliza mwisho wa safari hii. So kama marriage yako haiwork, stop discouraging others. Kwa sababu wakati kila siku accident zina happen kwa barabara, kila siku kunakuwa na road accident, kila siku kunakuwa na road accident kwa barabara, and then watu wanakufa, watu wanapoteza maisha pale barabarani, magari yanagongana kila siku, lakini hatuachi kusafiri. Safari lazima tunasafiri, tunatoka Nairobi, tunaenda Mombasa, tunaenda Kisumu, safari zinakuwa kila siku. Hakuna siku utaenda stage ukute stage imefungwa, hakuna magari, hakuna kwenda, hakuna ati kwa sababu kulikuwa na accident hii mwezi, accident kama 200 ama 1000, kuanzia leo hatutasafiri tena. Safari lazima zinaendelea. The same case with marriages. Divorces zitafanyika, but kila siku watu wanafanya harusi, kila siku ndoa nyingi zinatengenezwa, wengine wakidivorce, wengine wanaoana, wengine wakipatiana talaka huku, wengine wanaoana. So sio marriages zote ni scam. Inategemea na wenye waliingia kwa hiyo marriage waliingia. Kama wewe uliingia ukiwa scam, pia marriage yako itakuwa scam. Na uache kudiscourage wengine, especially women. Wenye mnakuja live mnaanza kutuambia I'm independent woman, I'm single and happy. Yes, tunakubali you're single and happy, but ambia watu ukweli. Waambie watu hivi, there are sometimes I feel lonely, I feel like I want somebody to be with somebody, and I want to be with somebody opposite sex. Unaona, not my brother, not my uncle, not my son. I want to be with a man who will hold me, tutaongea, tutapatiana story, tutacheza michezo hapo, tutakuwa na some silly arguments. Kuna wakati nafika, yes you are single, but kuna wakati nafika you feel you want somebody, you want to be with somebody, you want to talk to somebody, and this somebody you want to talk to, no, it's not your brother, not your son, or not your father. Unaona,
somebody from outside, somebody who will show you love, a different kind of love, si love ya ndugu na dada. Unaona? So watu waache kudanganyana. Original plan ya Mungu nilikuwa watu wakae wawili. Mungu hakuwa anaomba mtu akae single, akae peke yake. Mungu alikuwa anaomba watu wakae wawili. That's why you see hata watu wakiwachana, unaachana na machungu aje, unaachana na bwana yako, una vita na nini. But after sometimes when you heal, unatafuta mpenzi mwingine. Unaona? Unatafuta mpenzi mwingine na maisha inaendelea. Unaona? Sasa kama wewe umeshindwa kupona, roho yako imeshindwa kupona, wacha kuvuruta wengine wakae na wewe kwa hiyo nini, kwa hiyo kidonda chako. Ponesha kidonda chako peke yako, wacha kuvuta wengine uanze kuambia. Mimi sometimes inakuwa na uchungu sana when I see grown women wanakuja hapa, wameharibu marriages zao, wameharibu maisha yao huko, then wanakuja hapa live wanaanza kumislead young girls, wanaanza kuambia marriage is a scam, wanaume sijui wako hivi, sijui ukiingia kwa marriage unafaa kuwa. Peeni hawa wasichana advice mzuri, patieni hawa wadogo, tuwapatie hawa wadogo zetu advice mzuri. Hata wenye wako kwa ndoa tupatiane advice mzuri, tupatiane encouragement. By the marriage si ati ni kitu unaweza kusema ati hakuna mtu anaweza kusema marriage yangu iko 100%. Kuna kuanga na a lot of challenges kwa sababu number 1, huyu mtu hamjazaliwa naye pamoja. Hata kama ndugu na dada mnakosananga, kama wewe mwenyewe unakosana na mama yako ama unakosana na baba yako, sembuse mtu ambaye hamjazaliwa naye, si mtu si wa ukoo wenu, hamjasoma naye, mmekuja kupatana mkiwa watu wazima, lazima kutakuwa na mvurugano. Lakini kitu cha muhimu kwa ndoa ni kuvumiliana. Ni kuvumiliana katika ile hali ya kuvumiliana, yani munaekana karibu, you pray together. Unaona, mnakuwa na a lot of time ya kuongea, conversation, yani you make time ya conversation every now and then kwa nyumba. Msiwahi kukaa mnanyamaziana, and never ever go to bed or go to sleep ukiwa umekasirika. Hata ukiwa umekasirika aje, wakati unajua sasa imekaribia wakati wetu wa kwenda kulala, muite bibi yako, mkae hapo chini, ita watoto wako mkae hapo chini, uambie let's pray, read Bible. If you're Muslim, read Quran to them. Wasomea Quran. Kama wewe ni Muislamu, kama wewe ni Mkristo, read Bible, sing a song, muombe. I'm 100% sure hata kama huyo bibi alikuwa amekasirika kiasi gani, wakati mumeomba, uwepo wa Mungu utashuka na ile hasira zitaisha na mtaenda kitandani mkiwa mmefurahi. Na hiyo ndio one secret ambayo inafanya marriages ambazo zimesurvive mpaka leo hii. Marriages ambazo unasikia mtu anatoa ushuhuda anasema marriage yangu tuko na 30 years mimi na bwana yangu, tuko na 20 years mimi na bwana yangu. That is one major secret ambayo inakuanga kwa hizo marriages. Never ever go to bed ukiwa umekasirika. Pale ukiwa umekasirika pale kitandani, kuna mambo mengi yatapita kwa akili yako. Utakosa kulala, utakosa usingizi, utaanza kufikiria huyu mwanaume nitamfanyia nini, huyu mwanamke mimi nitamfanyia nini, sijui nini. Yani unakuwa na mawazo mengi, but the moment unaenda kwa bed, ile mambo yote imetoka. Mumeomba, hiyo mumesameheana, mmeingia kwa kitanda, mnalala mkiwa na peace, nyumba inakuwa na amani. Gideon unasema ni even Thika Road has got corners. Yeah, exactly. Marriages ni kama hizi barabara tuko nazo. Ni kama hebu enda utafute rose flower. Rose flower ni kama ua kazuri sana, ua la kupendeza sana, zina rangi tofauti. Hilo ua la waridi lina rangi tofauti, kuna yellow, red, different colors, very beautiful flower. But kwa hii beautiful flower ina grow kwa miiba. Hiyo stem yake inatumiba ambacho tunadunga na tuna uchungu sana. The same case, marriage is a very beautiful thing. Very beautiful things, but ina challenges.
ina challenges mob. Unaweza kupata challenge kutoka kwa in-laws, challenge kutoka kwa my friends, challenge kutoka, but in marriage jifunzeni kutafuta kujua ni nani mna seek advice kwa, because not all friends are good friends. Pengine huyu rafiki yako, huyu best friend yako unaita best friend, wewe mwanadada, pengine wakati mkichumbiana na huyu bwana wako alijaribu kumtupia jicho, so kuna kale ka uhasama. Yes, ni best friend yako, lakini alijaribu kujaribu kunyang'anya huyu boyfriend, lakini mwanaume jua alikuwa anakupenda akasimama na wewe. Okay, pengine huyu best friend yako, wewe mwanaume unasema ni best friend yako, alikuwa kimezea mate huyu bibi yako wakati mlikuwa mnachumbiana. Sasa wewe ukipata shida unakimbia kwa huyu best friend, unamwambia hey, yule bibi yangu sijui. Na yeye kwa ajili yeye tangu ndoa yenu ilipoanza hakufurahia, definitely he will never give you good advice. Atakupatia advice ya chenga za kukuharibu kichwa. Ataanza au ndio wale watu unaenda unamwambia mimi marriage yangu inaenda hivi, mimi bwana wangu siku hizi ananifanyia hivi. Anaanza kuambia wanaume siku hizi. Kwanza ukipata mtu anaanza kukuambia wanaume siku hizi, wanaume wanafanya, wanawake wako hivi, huyo si mtu wa kuomba advice. Toroka kabisa, na utoroke na miguu yako, na usijaribu tena kwenda kumuomba mtu kama huyo advice. Usijaribu kwenda kumuomba mtu kama huyo advice. Tena to avoid pia kwenda kuomba advice kwa family zetu. Avoid kwenda kubad mouth bwana yako kwa ndugu zako, kwa dada zako. Avoid kwenda kuongea mambo mabaya ya bibi yako kwa ndugu zako, kwa mama yako. Jo watamchukia. Unajua kila mtu anapenda mtu wao. Mimi napenda ndugu yangu, na mimi napenda anko zangu, na nikisikia bibi yake anamsumbua nitasikia uchungu na nitaongea vibaya. Unaona? So to avoid kuleta some issues kwa family members, tujaribu kusolve hizi problems sisi wenyewe kwa wenyewe tu ndani ya nyumba. Na kitu inaweza kufanya tujaribu tuweze kusolve hizi problem ni hiyo number 1 key, kuongea. Dialogue in the house ni kitu cha maana sana. Involve everybody in your household, your kids, your wife, your husband. Mkae pamoja, you pray together, you eat together. Let me tell you one secret. Mkipata time ya kuwa mnakula pamoja as a family, you eat together as a family. Unajua that time when you're eating together, hapo mambo mingi sana inatokeanga hapo. Watu huongea mambo mingi sana, na a lot of problems mnaweza mkasolve hapo kwa dining table. Hizi issues kidogo tu mnaweza. Marriage haivunjangu na mambo kubwa. Marriage inavunjangu na some petty issues. Hata pillow peke yake tu inaweza kufanya watu wakosane na marriage iishe. Nipatie kikombe cha maji, hiyo inaweza kufanya watu wakosane na marriage iishe. Si ati ni kitu kubwa inafanyanga marriage nyingi ikifuatwa ni nini livunja, unaweza kucheka. Mtu anaweza kwambia mimi tuliulizana kikombe cha chai, na ikakuwa ni hivyo kwa sababu kuna mtu hakutaka kuelewa. Unaona? So tujaribu tu watu wa kuelewa. Na nyinyi wenye mnakuja kupoteza watu ati I'm single and happy, there's no happiness in being single. Tuambiane tu kweli. Yes, you are successful, you are what, you have money, you have everything, but at the end of the day unakuwa anti waharia. Unaenda kutafuta vijana huko. If you are happy, why are you going to look for those kina Brayo, kina Kevo, kina nani, those young boys? Kwa nini unakuwa anti waharia if you are happy? You're not happy because you need somebody to be with you. So stop discouraging or misleading these young women when wanataka kuingia kwa marriage. Instead tuwafundishe. Wacha makosa ambayo ulifanya wewe kwa ndoa yako iwe ni ya kufunza wengine
Unamwambia mimi nilifanya hivi na hivi, mimi nilikuwa mtu kichwa ngumu kwa ndoa yangu, ama bwana yangu alikuwa hivi na hivi na hivi, nikashindwa kumuelewa. Wewe ukiingia kwa ndoa usifanye hivi na hivi na hivi, ukifanya hivi utaenda vizuri, ukifanya hivi kama mimi wacha makosa tuliofanya sisi kama sisi ambao tumetangulia iwe ya kufunza wengine. Tusijifunze tu kwa ndoa nzuri ambazo zimesimama, tujifunze pia kwa ndoa ambazo pia zimevunjika. Utake kujua kwa nini fulani na fulani waliachana kwa nini. Ukiona hayo makosa, we mwenyewe utajifunza kutokana na yale makosa. Lakini wacha kukuja kuambia watu marriage is a scam. Wakati unaambia watu marriage is a scam, una discourage watu kuoana. Unaenda kinyume na matarajio ya Mungu, unaenda kinyume na original plan ambayo Mungu aliset kutoka mwanzo. Original plan ya Mungu ilikuwa ni watu wakae wawili. Watu wakae wawili. Hiyo ndio original plan ya Mungu. Na kuna mtu mwingine saa hii nikianza kusema, mimi saa hizi nianze kusema marriage is a scam, kuna watu wale huwa wananisikiza na wananiamini chenye nasema. So I can discourage a lot of young girls nikianza kusema hivyo. Unaona? But instead what I am opting to do, mimi I don't want to discourage anybody kwa marriage. Go there. Na uende ukiwa unajua unaenda kufanya nini. And before you get married, maybe when you are a church member, ama unaendaga mosque, ama una maanti zako, una uncles wako. If you are a young man, you have your uncles, you have other members, male members ambao wameoa. Go seek advice to them. Waulize, uncle, mtu akioa anakaanga aje na bibi yake, anafanyanga nini na nini na nini? Mwanaume anafaa kukaaje kwa nyumba? Majukumu ya mwanaume kwa nyumba ni yapi? Ask those people. Kama wewe ni mwanadada, go to your aunties, go to your mom, muulize mom, ndio nipate marriage kama yako, ninafaa kufanya nini? Majukumu yangu kama mama nafaa kufanya. Yaani mimi nikiolewa nikuwe sasa mimi ni bibi ya mtu, ninafaa kufanya nini? Ninafaa kukaaje? Na atakupatia advice mzuri. Wacha kuambiwa ati mkiingia kwa nyumba we are equal. We are not equal. Jua hata hizi vidole unavyoviona, vidole vitano na viko kwa mkono mmoja, but they are not equal. Kuna kirefu, kuna kifupi, kuna chembamba, kuna nini. Vidole ni ziko kwa mkono mmoja ndio, lakini hazitoshani. Ndivyo hivyo hata kwa nyumba. Majukumu ni different. We are not equal. I am a woman, you are a man. We are not equal in the house. Tuache kudanganywa na hao wazungu mambo ya equality. I am a woman, you are a man. There are some things ambazo ni majukumu ya mwanaume, na kuna mambo ambayo ni majukumu ya mwanadada. Huwezi kwa mfano kuambia mume wako akutolee mtoto wako wa kike diapers. Nibadilishie diapers. Kwa Kiafrika sisi hatukuwa na hiyo maneno. Na ndio unaona hizi cases mingi za watoto kumolestiwa na wazazi wao na baba zao na ndugu zao zinatokea kwa ajili wanawake. Huyo utepetevu wa wanawake, unalegea, unashindwa kufanya majukumu yako, unashindwa kufanya kazi yako, unamwachia mtu akutolee mtoto wako diaper. Mtoto wa miezi miwili, tunaona tunaletewa habari kwa vyombo vya habari, mtoto wa miezi miwili amenajisiwa na babake, mtoto wa miezi mitatu amenajisiwa na babake. Majukumu, mambo mengine ni ya wanawake. Wewe kama mwanamke fanya mambo ambayo Mungu alikuwekea ufanye. Hao wanaume pia wana matumbo, na Mungu angewaeka matumbo yao, angewaekea womb ndani na wazae. Lakini Mungu alikuchagua mwanamke, akakuaminia wewe mwanamke, nitakupatia, I will give you this womb. Utabeba hii mimba na utalea huyu mtoto hadi huyu mtoto aweze kujisimamisha kwa miguu yake, atembee, afanye. Na wewe mwanaume, wewe make sure huyu mtoto na huyu mamake wamekula, umegharamia everything, umewekea, wako na roof kwa kichwa yao, wako na mavazi na wako na chakula.
majukumu Mungu alikuwa amegawanya. We are not equal and we will never ever be equal. We will never be equal. You are a woman, I'm a man. Ati hani, mimi naenda kusonga ugali, hebu nitolee mtoto diaper. Mama yako hakufanya hivyo. You young girls wa siku hizi, mama yako hakufanya hivyo. Mama yako alienda hata na wewe jikoni, kwanza ile jikoni ya mawe 3, anakuweka hapa na anasonga ugali. Si ati baba yako hakuwa anakupenda. Baba yako alikupenda na alikupenda zaidi. But mama yako alichukua majukumu yake kama mama, apike, ale mtoto. Unaona, na ndio unaona wanawake wanakuanga, Mungu ametupatia mambo ya kumultitask. Unaweza kuona mama ananyonyesha, maziwa iko hapa, kuna mtoto mwingine hapa, na anamenya viazi, na huyu mtoto ananyonya na anamenya viazi na maziwa, na hakuna kitu itaenda wrong. Lakini mwanaume, hebu mpatie tu kazi kidogo tu, anakunywa chai, mpatie remote, mwambie abadilishe tu TV, remote tu afinye tu hivi kwa TV. Either chai imwagike ama aweke chai chini abadilishe. Lakini hawezi kunywa akibadilisha. Something simple as that hawezi akafanya. But wewe mwanamke unaweza ukamultitask, unaweza ukafanya job mob sana. Na hiyo ni kitu Mungu alitupatia sisi wanawake. So mambo zingine tuache. Avoid story mingi tuache. Hao watoto, kwanza watoto siku hizi, by the way, siku hizi wananajisiwa wote, wa kiume wa kike. So tujifunze kulea hao watoto. Mlee huyu mtoto vile tu Mungu alikupatia mtoto, umlee. Wacha kuweka bwana yako kwa temptation. Wengine hawafanyangi hivyo wakitaka. Ndio unasikianga mtu anasema mimi ni shetani alinifanya hivyo. Kwa sababu shetani, Wakikuyu tunasemanga shetani akona speed kuliko, yani akona speed kuliko bahati mbaya. Unaona ile unaweza kitu kama hiyo. Shetani anakuanga na speed sana. Dakika kidogo tu anaweza kuconfuse mind yako na usahau ni mtoto wako, na unajipata umefanya mambo mengine. Na mambo mengine ni sisi wanawake tunaleta. So majukumu mengine sisi kama kina mama tukubali na tuyafanya. Na tukifanya hivyo, tukifunza hao wasichana wetu hivyo, tuwaambie, mami, wakati unaolewa, bwana yako ni bwana yako, na hamwezi kwenda kwa nyumba mkue mabwana wawili. Hakuna siku fahali mbili zinakanga kwa zizi moja. Fahali ni mmoja na anakuwa na hizi ng'ombe jike. Na fahali mmoja anaweza kuwa na ng'ombe jike kama 10. Hata jogoo moja wa kuku anaweza kuwa na hao hizo kuku, hizo hens like 10. But huwezi kuona jogoo wawili wakikaa kwa nini moja, watapigana mpaka mmoja patie mwingine heshima. Unaona? So wewe kama msichana, if you want your marriage to work, wacha kusikiliza hao wanakuja kukuambia scam. Marriage is not a scam. Hii ni kitu ilikuwa constituted na Mungu. Now our God cannot constitute something which is a scam. Scam ni nyinyi wenyewe mnaenda kuingia kwa hiyo marriage mkiwa na mafikira ambayo ni tofauti. Mnaingia kwa marriage ambayo hamjui mnaenda kufanya nini kwa hizo marriage. Nyinyi ndio scam. But marriage itself is something beautiful, something nice, something that God created. Yeye mwenyewe ndiye alianzisha hiyo katiba ya marriage. Na Mungu wetu hawezi kuanzisha kitu mbaya. Na wa mama wenye mna discourage hao wasichana muache. Kwa sababu mimi sometimes ushikwa na uchungu sana when I see a woman, a full grown woman, akikuja kuambia wasichana hapa, wazae watoto wakae single. Ndio watakaa single. Lakini at one point una feel lonely, you want somebody. Na ndio mnakimbia, mnakuwa maanti wa haria. Mnaanza sasa, wale watoto wetu tumewalea vizuri, mnaanza kutuchukulia vijana wetu. Mnaanza kuwashika huko.
mnaanza kuwa anti wa haria. Mbona amtaki hao vijana nao wapate ndoa zao, wapate mabibi zao? Because you believe marriage is a scam, and wewe mwenyewe you are the scam. Wewe ndio scam, not marriage. Marriage is not a scam. Marriage is something good. Ukiingia kwa hiyo marriage na unajua unaingia kufanya nini kwa marriage. Na marriage ni something very big. Ina involve a lot of parties. Ina involve baba, mama. Yani ina involve a lot of people. And there are a lot of good people around you. Wanaweza kukushikilia kwa marriage. So my dear friends, muache kukua discouraged, especially young girls. Na muache kuona these women ati mnaona kama ni successful women ambao ati akona magari, akona nini, akona nyumba. Akikufungulia roho yake, akuambie ukweli, kitambo afike hapo amefika, yale amepitia, hutatamani hiyo single life. Akikufungulia roho yake akuambie asubuhi pilo yake inakuanga imejaa makamasi na machozi, hutatamani hiyo single life. Some people are suffering ndani ya nyumba, lakini akitoka nje anaweka smiling face, anafurahia, anachekesha kila mtu. But akirudi kwa nyumba jioni, when you are alone and you're on your bed, pale kwa kitanda yako uko peke yako, unaanza sasa kuwaza, uko peke yako, you are alone. Unaanza kukumbuka heri ule shetani wangu, ule shetani wangu mwenye nilisemanga marriage is a scam. Afadhali huyo shetani wangu tulikuwa tunawezana na yeye. Unaanza kumumiss. Unaanza kumumiss. Na watu wengi wakifungua moyo waseme ukweli, wenye wameachana na mabibi ama na mabwana zao, at one point hata kama umeoa, huwa una miss ule ex wako. Huwa una miss ex husband wako, not boyfriend, ex husband. Huwa una miss. Huwa una miss ex wife wako. Sio kila kitu yote alikuwa anafanya mbaya. Hata huyo bwana yako sio kila kitu yote alikuwa anafanya mbaya. Kuna wakati alikuwa na ile wakati mzuri, wakati mlikuwa nyinyi yani kuna mapenzi yamekolea, yani kuna those good times, those good moments. Unajua kila mtu ako unique kivyake. Pengine huyo ex-husband wako kuna mambo unique alikuwa anafanya ambayo huyo current husband uko naye hawezi akafanya na haezi hata akafikia. So sometimes you miss that person. You miss that person. Unasema ule shetani wangu, alikuwa ndio kichwa ngumu ama alikuwa nini, but kuna mahali alikuwa ananiguza roho yangu inafurahi. Kuna vile alikuwa tunakaa, inakuwa sawa. Kuna tule silly games tulikuwa tunacheza naye kwa nyumba. He was not so serious. Hakuwa mwanaume ule serious ati kila wakati ni gazeti, akiingia kwa nyumba tunacheza, tunafanya nini. Unaona? So wacha nimalizie hapo na niwaambie, if your marriage did not work, stop discouraging others. Kwa sababu hata road accidents zinafanyika daily, but tunasafiri kila siku. Hatujai acha kusafiri kila siku. Ethiopia Airlines ilianguka na safari za ndege hazikufungwa. Mandege mengi yameanguka continent tofauti na safari za ndege hazikuwahi kufungwa. Unaona? Bado ndege zilikuwa zinaenda tu. Bado meli zinaenda tu kule kwa bahari. Bado magari yako barabarani na accidents zinafanyika kila siku. Hiyo ndio life ya marriage. Hata kuwe na msukosuko ina gani, sikumaanisha ndoa yangu haikufanya, yako haitafanya. Itafanya, na itafanya kulingana na wewe mwenyewe vile utataka. Usifuate negativity yangu. Jaribu usome kutokana na makosa niliyofanya, uimarishe maisha yako. Tusome na makosa ya wengine. Makosa ambayo mtu anafanya leo hii yawe ni funzo ya kuimarisha maisha yako. Na tukifanya hivyo, maisha yetu itakuwa sawa. Tusiongoje tu wakati tunaona watu wako sawa, ati tunajifunza kutokana na mtu wako sawa. No.
angalia makosa yangu yenye nafanya, ujifunze kutokana na makosa yangu. Kama ni biashara nimeweka, uangalie biashara yangu imefilisika kwa nini. Ujifunze kutokana na hivyo biashara yangu imefilisika, ndio yako isifilisike. The same case with marriage. Ujifunze, marriage ya Rehema imevunjika. Imevunjika kwa nini? Kwa ajili Rehema alikuwa hivi na hivi na hivi. Mimi pia singeweza, siwezi taka kufanya hivyo. Lakini usinisikize nikikuja kukuambia marriage is a scam. Usinisikize. Kwa nini nilikuwa kwa hiyo scam hizo miaka zote? Kwa nini nilikuwa kwa hiyo scam miaka zaidi ya 10? Unaona? So, wewe usisikize negativity ya watu. Sikiza positive. Always listen positive things. Mtu kwa unachukua vitu positive. Hizi negative muachie. Mtu akikuja na mambo yake negative muachie aende nazo. But kwa unachukua kitu mzuri, unachukua kitu yenye kukujenga. Hizi mambo zingine zote za ambazo za kuporomosha, za kubomoa, mwambie aende nazo. Na tukifanya hivyo, dunia itakuwa sawa. Na namalizia nikisema marriage is not a scam. It's a beautiful thing. And it can work if you make it work. I love you guys. God bless you all. Na kama haujashare, please share the video.